Mwandishi wetu Chichi. Kiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wadau katika kituo cha utamaduni cha Kenya kikijumuisha ukumbi wa maigizo wa kitaifa wa Kenya wanaadhimisha siku ya sanaa ulimwenguni, sherehe ambayo imewaleta pamoja wasanii na wa ubunifu, wafanyakazi wa kitamaduni na umma katika onyesho la ubora wa kisanii na urithi wa kitamaduni. Moja kwa moja kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine ambaye atakuwa anatujuza mengi zaidi kuhusiana na hafla hii. Chichi, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze kwa kina zaidi kuhusiana na maadhimisho ya siku ya sanaa. Kerobi, ni kweli tamasha la 63 la maigizo ama michezo ya maigizo na filamu linapoendelea kwenye shule ya msingi ya Lions hapa katika eneo la maonyesho ama uwanja wa maonyesho wa kaunti ya Nakuru. Basi kituo ama wadau kutoka kituo cha utamaduni cha Kenya ikijumuisha wale wa kutoka utamaduni wa Kenya ile kwamba wamefika hapa ili kuweza kufanya tu ile ambayo ni kuweza kuidhinisha ama kuadhimisha siku ya sanaa ulimwenguni. Na hivyo basi nyuma yangu kama unavyoona ni maandalizi tu ambayo yanaendelea hapa. Naelekea kwamba wanajumuisha pia wale ambao ni kutoka ukumbi wa maigizo ya Kenya. Hivyo basi wadau wote watakuwa wakifika hapa elewa kwamba ni shughuli ambayo inaweza tu kukuza vipaji na hususan katika kaunti ya Nakuru na wote ambao ni ndani ya taifa la Kenya. Lakini zaidi ya yote ni kuweza tu kuadhimisha siku ya sanaa ulimwenguni. Na bila kuzungumza mengi, labda nitakuwa nikiwahusisha wadau ambao wako hapa, na zaidi ya yote yule ambaye ni afisa mkuu wa agenda na utamaduni pamoja na mmoja kutoka afisi ama kutoka kituo cha utamaduni cha Kenya waweze kutueleza kile ambacho kinaendelea leo na labda maandalizi yao kufikia sasa yamefika wapi na labda tuweze kutarajia nini kutokana na kongamano hili. Basi nizungumze na wewe kama afisa mkuu kutoka kaunti ya Nakuru. Tueleze hususan hii ina umaarufu gani ama maana gani hususan kwenye kaunti ya Nakuru? Asante sana Media House. Tuko hapa leo Nakuru hii. Nakuru imekuwa na kasi mingi ya drama kutoka wiki iliyopita mpaka wiki hii ambayo tuko, na tumelete wasanii wakutane na their consumers. Tumepatia platform wale vijana ambayo wana raw talents, wale ambayo wanatoka katika slums areas, vijana ambayo wata participate kwa drama ya shule wa participate kwa hii drama ya ambayo imeandaliwa siku ya leo ya All Hearts Day. Na tunasema mwacha mila ni mtumwa, na kama kaunti ya Nakuru tumejiandaa vilivyo. Tumeweka mikakati mbalimbali ili isherehe ifaulu. Serikali ya Governor Susan Giga imeweka mikakati mbalimbali kama security iko ya kutosha. Watu ambayo wamekuja wameleta wanafunzi, tumetengeneza mahoteli and they will be very comfortable. Watu ambayo wanauza vyakula vile vile katika hii jiji ya Nakuru wamejiandaa vilivyo, na kila mtu atajisikia kwamba ameparticipate vizuri. Nahitaji nikuulize swali, kama kaunti ya Nakuru, je, mmeweka mikakati gani kuweza kukuza vipaji vya wale ambao ni watoto kutoka maeneo ama vitongoji duni? Tunapoongea hivi na vile nilisema, serikali ya Honorable Susan Giga imeweka mikakati mingi. Kwanza tuna Players Theatre ambayo kila weekendi vijana ambayo hawangepata nafasi ya kuonyesha usanaa na vipaji vyao wanafanyia kule. Wiki hii na ile wiki ambayo ilipita kuna drama festival, na drama festival uwanga tuna identify various talent, the raw talents. Na siku ya leo wale watu ambaye hawakushikwa kwa mashule, kwa kategori ya mashule, leo wamepatiwa an opportunity ya kushowcase their talent, and this artists also they are meeting their potential customers sao kama mahoteli, kama mapaa, wanakutana na these artists. Asante. Shukrani. Nizungumze na wewe maana na leo umetoka kwenye kituo cha maonyesho cha utamaduni cha Kenya. Nieleze mnafanya nini hii leo na ina maana gani kwenu sasa? Asante sana. Kwa majina naitwa Kevin Kimani. Mimi ni manager wa program and business development pale Kenya Cultural Center. Tuko mandated ku promote development
ya both performing and visual arts, na ndio maana tuko hapa siku ya leo ili kuweza kupea wasanii haswa hawa wasanii wa Nakuru nafasi ya kujionyesha, nafasi ya kukuza talanta zao, na pia nafasi ya kupata hela, kuweka hela mfukoni. Tuko na categories 12 ambayo wasanii wa Nakuru wanang'eng'ania, na tunawaenda kuwatuza kila kategori 1,100. Kwa jumla tunatuzana 1,200,000 kwa wasanii 36. So kila msanii namba 1 atapata 50,000, namba 2 atapata 30,000, namba 3 anapata 20,000. Na tunafanya usanii across broad. Tunaanza na filamu, watu wa densi, watu wa michezo ya kuigiza, dancers, acrobats, percussion, so ni almost all art forms. Na katika kaunti ya Nakuru umeona tuna uwezo upi hasa? Uwezo huko, talanta ziko. Muhimu sana ni kuweza kuwapea nafasi ya kuweza kujikunza, but talanta Nakuru iko kwa wingi na kwa wingi sana. Na tunasema, na sisi kama Cultural Center tunasema usanii unaweza pea vijana wengi sana kazi, na ndio maana tuko hapa ili tuweze kupromote, ili wasanii waweze kuearn. Na kwa sababu ndio ufike kwa kuearn, lazima ukuwe na development mzuri, vipaji ziweze kukuzwa, na ndio maana tumesema ni muhimu sana tuwe hapa tupromote Nakuru. Tumefanya eneo zingine, lakini hii wakati ni wakati wa Nakuru. Naam, shukrani sana, tutazungumza zaidi. Hivyo basi Kirobi, elewa kwamba ni wadau ambao wameweza kufika hapa kwenye uadhimisho wa siku ya sanaa ulimwenguni, na kama nilivyokueleza imeweza kuhusisha tu wale ambao ni wasanii wa aina yote, muziki pamoja na mashairi ambao wamefika hapa. Naelekea kwamba hasa wanaweza kuangazia malengo lao ni kuweza kuwapata wale ambao wana vipaji kutoka vitongoji duni vya kaunti ya Nakuru, na zaidi ya yote wengi wanatarajiwa kwa watafika hapa. Wageni ambao wanatarajiwa hapa ni kama Waziri Julius Ogambo ambaye ndiye waziri wa elimu, pamoja na yule ambaye ni mkurugenzi mkuu kutoka kituo cha utamaduni cha Kenya ambaye ni Michael Opunda, pamoja na yule ambaye anasimamia filamu kwenye taifa la Kenya. Na hivyo basi tuko hapa tunazidi kuwasubiri tuone iwapo tutapata neno kutoka kona, labda iwapo tutapata kutoka kwa waziri wa elimu ambaye ni Julius Ogambo. Wakati pia tunafuatilia tamasha la 63 la maigizo ama michezo ya maigizo na filamu. Kutoka kwangu sina la ziada. Kirobi, endeleza taarifa. Jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine, ukiwa katika kaunti ya Nakuru, kwa kusemezana tu na